Baba mtakatifu watakatifu, na kushukuru Kristo Yesu. Asante kwa wema, kwa fadhili, kwa kibali, kwa rehema, kwa neema, kwa utakaso, kwa pumzi Masihi. Na kushukuru na kusema ni asante kwa sababu umekuwa mwaminifu na wa haki katika maisha yetu sote Bwana. Umezidi kutuimarisha Bwana katikati ya safari Mwokozi. Ninasema ni asante kwa kuwa imegharimu mkono wako Yesu. Baba, nasi tunakupa sifa Kristo Yesu Masihi kwa sababu ya matendo makuu katika maisha yetu. Hatuugusi utukufu wako Masihi, bali unastahili kuhimidiwa na kupewa sifa, bali unastahili kushukuriwa, bali unastahili kutukuzwa. Himidiwa Kristo, pewa sifa. Mungu wa majeshi, umetamalaki Roho Mtakatifu, muumba wa mbingu na nchi. Ninakusihi Roho Mtakatifu, Baba, kaniimarishe, kanitakase kwa damu yako takatifu, sawasawa na kanisa lako Bwana wa majeshi. Litakase, liimarishe, nguvu zako na rehema zako zikazidi kupenya na kutembea Kristo ndani mwa watu wako Yesu. Ongoza, fungua wote Baba wa majeshi, miili yao, roho zao, nafsi zao Kristo Yesu, vitakase kwa damu yako takatifu, ili Mungu wa majeshi wakastahili kusimama mbele zako na kukucha wewe na kukuabudu wewe uishie na kutawala na kutamalaki daima na milele. Niseme nini Baba mwenye huruma? Niseme nini mtakatifu? Bali ninakualika mtakatifu mwenye enzi na mamlaka Kristo Yesu. Tangulia watu wako Yesu. Baba, umetuahidia Kristo Yesu ya kwamba tutakuwa safi kupitia lile neno ambalo umetupa. Mungu wa majeshi, zidi kutusaidia Bwana kupitia maneno yako. Kazidi kutuimarisha Kristo katika safari ya imani. Zaidi ya yote, utusamee maovu yote tuliyokutenda Baba. Ukisha kutusamee, utuoshe Baba kwa damu yako takatifu. Ukisha tuosha Mwokozi, tutakase Baba yetu, ili tukastahili Baba kuwa na mavazi meupe yanayohitajika katika karamu ya mwana kondoo siku ile, kwa utukufu wa jina lako takatifu. Hatuna biashara nyingine ya Kristo isipokuwa ni kuosha mavazi yetu na kujiandaa kwa ajili ya mwaliko ule wa watakatifu siku ile iliyo kuu, kwa utukufu wa jina lako takatifu. Tusaidie Mungu wa majeshi. Tembelea kila mmoja, umtetee Yesu, muimarishe katika safari hii ya imani Kristo, ili Bwana ukamnyanyue tena kwa utukufu wa jina lako takatifu. Takasa familia zote, takasa magonjwa yote Masihi Baba, yasambaratisha, yavunje na kuyakemea katika jina la Yesu Kristo. Yakaushe Masihi, tia nguvu mifupa na mishipa na nyama yote iliyopondeka Yesu, yote Bwana wa majeshi iliyo na udhaifu Baba, ondoa kila udhaifu. Inua sasa nguvu zako na uweza wako, vikatembee na kutamalaki na kufunika watu wako kwa afya njema, kwa utukufu wa jina lako takatifu, ili wakaufurahia wokovu na kukucha wewe, jemedari wa vita, kwa utukufu wa jina lako takatifu Yesu Kristo. Katika jina lako Mungu wa majeshi Yesu Kristo nimeomba na kushukuru, amina. Tumsifu Yesu na kusalimu kwa jina la Yesu Kristo, jina kuu linalopita majina yote. Basi ni jioni njema ambayo Bwana wa majeshi ameifanya. Tuzidi kumpa yeye sifa na utukufu na kumshangilia katika enzi yake. Ujumbe wetu ukiwa sifa za wenye haki. Sifa za wenye haki. Wenye haki wana sifa gani? Wana vigezo gani? Tumsifu Yesu Kristo. Alafu ni shukrani kwa udhibitisho. Daudi alikuwa anamshukuru Mungu wa majeshi kwa kumthibitishia katika ufalme. Haleluya, tumsifu Yesu Kristo. Kudhibitishwa, hizi ni shukrani za wenye haki kwa udhibitisho, na Mungu wa majeshi ni mwaminifu. Basi tunaenda kusoma katika Zaburi 92 kuanzia mstari wa 12 hadi 15. Naamini tutabarikiwa kwa jina la Yesu Kristo, amina. Neno la Mungu linasimama imara mbinguni, wana wa Mungu wa majeshi, ya kwamba hili ndilo nguzo ya wokovu, ndio ramani yetu, ndio nguvu za maombi, ndio nguvu za mifungo, ndio nguvu za maono, ndio nguvu. Hili ndilo utakasa vyote kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo tulitilia maanani sana. Bwana Yesu asifiwe. Jumbe zinapozimika, rudia neno la Mungu. Maombi yanapofifia, rudia neno la Mungu. Maono yanapofifia, rudia neno la Mungu.
Mifungo inapokatika, rudia neno la Mungu. Unapokosa amani katika moyo wako, rudia neno la Mungu. Unapotafuta ushauri, rudia neno la Mungu. Unapopitia masaibu na shida na dhiki mbalimbali na taabu, rudia neno la Mungu. Linafariji, linatakasa, linatia nguvu, linashauri. Yesu amekamilika. Neno ni Yesu na amekamilika kivyovyote vile. Amejitosheleza. Neno liko full pale pale kumshauri kila mmoja kwa utukufu wa jina lake takatifu. Haleluya wapendwa. Shukurani kwa udhibitisho na zikiwa sifa za wenye haki mada yetu kuu. Basi Zaburi 92:12 mpaka 15. 12 inasema hivi: mwenye haki atasitawi kama mtende, atakuwa kama mwerezi wa Lebanoni. 13. Waliopandwa katika nyumba ya Bwana watasitawi katika nyua za Mungu wetu. 14. Watazaa matunda hadi wakati wa uzee, watajaa utomvu, watakuwa na ubichi. 15. Watangaze ya kuwa Bwana ni mwenye adili, mwamba wangu, ndani yake hamna udhalimu. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana nalibariki neno lake sana. Mwenye haki hakika atasitawi kama mtende, atakuwa kama mwerezi wa Lebanoni. Bwana Yesu asifiwe. Mwenye haki ni mtu yupi? Huyu ni mtu ambaye amemwekea Bwana kuwa tumaini lake. Huyu ni mtu ambaye ameoshwa kwa damu ya mwana kondoo. Huyu ni mtu ambaye ameichagua njia iliyo nyembamba, amechagua kupita mlango ulio mwembamba. Huyu ni mtu ambaye ameoshwa kwa damu ya mwana kondoo. Huyu ni mtu ambaye ameamua kuuvua utu wa kale na kuuvaa utu mpya. Huyu ni mtu ambaye ameamua kuyaacha ya dunia na kumkumbatia Kristo na kumfuata Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Hasa anahesabiwa haki katika Kristo. Anahesabiwa haki na Kristo mwenyewe, sio haki ya kujipatia mwenyewe. Tumsifu Yesu Kristo. Hakika mwenye haki, maandiko yanasema ya kwamba atasitawi kama mtende. Mwenye haki, mtu ambaye anaona ya kwamba ni vyema kumpendeza Mungu pekee, anatafuta ni jinsi gani ampendeze Mungu. Mawazo yake amejawa kutamani na kutafakari neno la Mungu. Amejawa tafuta ni jinsi gani aendeendeje ili ampendeze Mungu, amridhisheje Mungu, afanye nini sasa ili kimsogeze kwa Mungu wa majeshi. Anatafuta, bali neno lake analitafakari usiku na mchana. Tumsifu Yesu Kristo. Basi anapokea haki automatic kutoka kwa Mungu wa majeshi. Anazama kumtafuta Mungu katika mifungo. Kila swala lazima amuulize Mungu wa majeshi. Anatembea katika njia za Kristo. Anataka kusikia Mungu anasemaje juu ya hili. Anatafuta kujua ya kwamba na je, njia za wenye haki zilikuwaje? Baba zetu waliotutangulia waliishishije? Unajua, wana wa Mungu wa majeshi, yameandikwa ili tuige baba zetu waliotangulia. Ndio maana maandiko yanatuaidia ya kwamba angalieni sasa wale wanaokwenda, waliowatangulia, kwa kutazama sana mwenendo wao, hasa igeni imani yao, hasa miisho yao wanamalizaje. Tumsifu Yesu Kristo. Sio kwa kuwaiga tu, bali kuangalia mwisho wake anamalizaje. Tumsifu Yesu Kristo. Maana si vyote tutaiga mpaka na mwisho. Maandiko yanasema ya kwamba iga na mwisho anamalizaje, walimalizaje baba zetu walioshinda. Tumsifu Yesu Kristo. Kuna mahali ambapo tunaiga, tunapoona mtu anaanza kujichanganya, basi tunaacha, tunamwangalia Kristo. Sasa Kristo anasemaje? Tumsifu Yesu Kristo. Kuna wakati ambao tunaiga maisha ya Sulemani, tunapoona kwamba Sulemani, maandiko yanasema alifika mwisho akajichanganya na wanawake na uzinzi na miungu migeni, basi tunaachia hapo kumwiga Sulemani. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini wapo watu ambao huiga vibaya.
ya kwamba mimi nafanya tu, mimi nimemuiga Sulemani. Si Sulemani alikuwa hivi? Si pia yeye alioa wanawake wengi? Hapana mpendwa, imeandikwa ya kwamba tusiige ubaya, tusiige ubaya, tuige wema tu. Yameandikwa kutuonya, lakini alipowaoa, si ndio mwisho ukawa mwanguko wake? Kwa hiyo tusiige mabaya, tumsifu Yesu Kristo. Yameandikwa ili yatufundishe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya wapendwa. Kwa hiyo mwenye haki atasitawi kama mtende, atakuwa kama mwerezi wa Lebanoni. Tuwaige baba zetu wenye haki, kina Ibrahimu, kina Isaka. Wapo watu sasa ambao hujisahihisha kwamba na mimi nataka nioe wanawake wengi kwa sababu Ibrahimu naye alikuwa na tumsifu Yesu Kristo. Hapana mpendo wa Mungu wa majeshi, alikuwa ni Ibrahimu, lakini sisi maandiko yanatuambia waziwazi, neno liko imara, linasimama imara. Tumsifu Yesu Kristo. Ibrahimu alikuwa ni kupitia yeye uzao wake uongezeke. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini kumbuka ya kwamba yule mke wa ahadi peke yake, Sara, ndo anabaki kuwa mama wa mataifa, lakini ule uzao mwingine unasahaulika. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa nini? Haukuwa katika mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo tunapoiga, wana wa Mungu wa majeshi, tunapoiga vitu na ubaya, kwa sababu huyo ni mwenye haki, tunaiga na mambo mengine mabaya, alafu tunayatenda na sisi pia tunajiweka pale pale, pasipo kujua kwamba maandiko yanakataza kwamba mwili mmoja, wawili mwili mmoja, alafu tusahihishe kwa sababu huyu alifanya hivi na yeye alikuwa mwenye haki, mtu wa Mungu. Hapana wapendwa. Tumsifu Yesu Kristo. Haleluya. Kwa hiyo wapendwa, mwenye haki atasitawi kama mtende, atasitawi. Ndio maana ulikuwa unaona wanasitawi katika imani, na mwisho wamemaliza mwendo vizuri sana. Waliomaliza vizuri, ndio maana tunaambiwa ya kwamba tuwaige hasa wanamalizaje, miisho yao inaishaishaje, imani yao wanaikamilishaje, katika Kristo ama katika dunia, ili sasa na sisi wapendwa Mungu wa majeshi, tusije tukaiga tukamaliza vibaya kama wengine walivyomaliza vibaya. Yesu atusaidie sana. Tumsifu Yesu Kristo. Yote angalia vile ambavyo Mungu ni mwaminifu. Amechagua historia ya watu waliotutangulia ili tutakapoisoma na sisi tujifunze pale. Huyu alienda hivi akaangukia pale, lakini alikuwa amefika tu. Tumsifu Yesu Kristo. Ndio maana hata jumbe zinakuja ya kwamba kadoa tu kadogo tu kwenye vazi lake, yaani masengenyo tu, chuki tu, ndio ikamwangusha, lakini yote alikuwa amekwisha pata, bado kidogo tu aingie akakataliwa. Ndio maana yameandikwa wana wa Mungu ya kwamba uzinzi tu na ukamwangusha. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo wenye haki, tutakapofuata haki ya wenye haki, vile ambavyo Kristo alikuwa mwenye haki, mitume wakawa wenye haki, manabii waliotutangulia wakawa wenye haki, wakang'ang'ania sana haki, tutasitawi sana kama mtende. Maana mti wa mtende hakika usitawi, hupeleka mizizi yake mbali. Tumsifu Yesu Kristo. Mtende huzaa tende. Tumsifu Yesu Kristo. Wapenda, tutasitawi sana kama mwerezi wa Lebanoni. Hii ni miti inayositawi, na sisi tunafananisha na ile miti. Ina maana tutazaa sana, tutaenea sana, sifa zetu na wengine watabadilika kupitia sisi, na mbele za Mungu wa majeshi atatukuza, atatubariki kwa sababu tumetafuta haki, kwa jina la Yesu Kristo. 13. Waliopandwa katika nyumba ya Bwana watasitawi katika nyua za Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Daudi anasema ya kwamba nazionea nazionea kiu nyua zako, maana
Ni heri siku moja, nimetamani siku moja katika nyua zako. Kumaanisha nini? Ni heri siku moja katika nyua za Bwana wa majeshi, katika nyumba ya Bwana wa majeshi. Ni heri siku moja kukaa uweponi mwa Mungu kuliko miaka 1000 mbali na uwepo wa Bwana, maana nguvu za Mungu zikiwa juu yako. Tumsifu Yesu Kristo. Utukufu wa Mungu ukikufunika. Kwa hiyo siku moja ni heri, maana Yesu atakufungua. Ukikutana na Yesu, just an encounter moja tu, huwezi baki vile. Tumsifu Yesu Kristo. Ndiyo maana Daudi anasema ni heri siku moja katika nyua zako Bwana. Nimetamani kuliko miaka 1000, hata nikaishi miaka 1000 mbali na uwepo wako si chochote. Maana utakapoishi miaka mingi nje ya uwepo wa Mungu wa majeshi, kumaanisha kwamba you are damned. Tumsifu Yesu Kristo. Mwisho ni mali ya Jehanamu. Tumsifu Yesu Kristo, ambayo hatabiriki huyu mtu maisha yake, wakati wowote anaweza akakatika. Lakini ukikaa katika nyua za Bwana, ukikaa katika uwepo wa Mungu wa majeshi, kuna assurance ya kwamba uzima upo, kuna uhakikisho ya kwamba uzima upo, kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. 14. Waliopandwa katika nyumba 13 hiyo bado. Waliopandwa katika nyumba ya Bwana watasitawi katika nyua za Mungu wetu. Kwa nini? Daudi alikuwa ameonja kudumu katika nyumba ya Bwana wa majeshi, kudumu katika uwepo wa Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Haleluya wapendwa. Wengi wetu wakati mwingine tunasema tunahisi kabisa tunampenda Mungu, lakini ikifika siku, japo siku moja tu katika juma, kupumzika na kutafakari wema wa Bwana, tunaona ya kwamba sasa ndo siku ya kulala. Jumatatu mpaka Jumamosi tunarauka kwa Wahindi, tunapiga kazi, tunarauka kwa mwanadamu aliyetuajiri, lakini siku moja tu, hiyo sasa ndo uchovu unaingia. Hiyo sasa ndo tunaona kwamba usingizi ni mwingi. Hiyo ndo siku ya kupumzika, hangover. Nimetembea sana wiki nzima, lakini weekdays kuanzia Jumatatu naamka saa 11 kuanza kujiandaa, ili ya saa 2 kamili awe amefika. Maana najua Muhindi anaweza akamfuta, maana najua Mwarabu anaweza akamfuta, maana najua Mzungu ama Mwafrika mwajiri wake anaweza akamfuta, maana najua mwanadamu anaweza akamfuta. Lakini kwa Mungu, mtoto amenichelewesha. Unajua kuandaa mtoto, unajua shughuli pia zinakuwa nyingi, ndio maana unapata ninaingia kanisani kuchelewa. Unajua nilikuwa sijaandalia mume wangu, kwa hiyo kanisani nimefanya nini? Nimeona tu niahirishe, nitakuja kesho. Tumsifu Yesu Kristo. Wana wa Mungu wa majeshi, amelaaniwa mtegemee mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na ndani yake amemwacha Bwana wa majeshi. Yeye anayetupa uzima, anayetupa pumzi, anayetupa nguvu za kufanya kazi, anayetuwezesha hata kutulinda, akatukinga wiki nzima, akatuepusha na ajali. Maana wengi huwa tunatembea nao, tunatoka na wao, wanaenda kutafuta kama sisi, wameabiri vyombo kama sisi, lakini huenda tumekaa na wao, lakini jioni hawatarudi. Tunasemezana na wao mchana, lakini jioni hawajarudi. Lakini mimi na wewe, Bwana wa majeshi anatutoa, anatulinda kila siku. Hata tukirudi ndani ya nyumba, hatumshukuru Mungu. Tunaona ni kawaida tu, tunajituliza, tunalala tu, tunataka kuanza kuomba, tunapata ya kwamba usingizi unatushika, tunabaki pale pale. Taamka saa 9 ama asubuhi, nasema nasi nilikuwa naomba. Tena unaamka hivyo hivyo, ninachelewa. Unaanza kujiandaa tena, wiki imeisha. Utakumbuka kuomba wakati ambao unaanza kula, tena hata ushatia chakula mdomoni.
wakati hata hujaomba, ndio unakumbuka, oh Baba, takasa chai hii, takasa mkate huu, bado viko kwenye mdomo, ndio unakumbuka sasa kuanza kutakasa. Ishara kabisa ya kwamba ushirika wako na Mungu unapungua. Ishara kabisa ya kwamba umemtegemea sana mwanadamu kuliko Mungu wa majeshi. Umemsahau Mungu wa majeshi. Wana wa Mungu wa majeshi, tugeuke sasa, tumfanye Yesu Kristo awe first priority kwenye maisha yetu. Maana sasa mara nyingi tunaogopa wanadamu watatufuta kazi, lakini hatumuogopi Mungu. Kwa Mungu Jumapili tunaweza tukachelewa, tukafanya vile tunavyotaka, lakini kwa muhindi tutarauka. Tumsifu Yesu Kristo. Je, Mungu hawezi kukufuta kazi? Anaweza kukufuta vizuri sana. Utafikiri ya kwamba unaendelea na Mungu, kumbe alikufuta katika ulimwengu wa roho. Unajua tunaishi kipindi cha neema, wapendwa. Kipindi cha agano cha sheria, Mungu alikuwa anakufuta pale pale. Angalia kina Kora, ile siku ndo alikuwa ardhi ilipasuka ikawameza. Moto ulikuwa unakuja unawala watu. Watu walikuwa wanaamrisha wapigwe mawe. Malaika wa Bwana alikuwa anashuka, anachinja, anafyeka watu. Ama Mungu anatokeza, ugonjwa unapiga watu pale pale, unawaua pale pale. Lakini hapa sasa tunaishi kipindi cha neema. Utafikiria kwamba Mungu wa majeshi hawezi akafanya chochote, hawezi akakufuta. Kumbe alikufuta kitambo. Unajua kukufuta wapi? Katika kitabu cha uzima, kitabu cha uhai cha mwana kondoo. Lakini huku tutajifariji, ninampenda Yesu, unajua Mungu lakini kule kukiri hakuambatani na yale matendo. Kwa sababu gani? Jumatatu mpaka Jumamosi unaogopa muhindi atakufuta, utarauka, utamtii, hata utaomba msamaha. Nimekosea. Unaogopa, unaishi ukitetemeka, ukijua kwamba nisije nikakosea nikafutwa. Lakini mbele za Mungu hakuna hata kumshukuru Mungu. Hakuna hata. Wengi wamekula vyakula kama ambavyo tumekula, lakini wana makansa, wanapumulia kwenye mashine, hawana pumzi, hawana afya, wanafariki siku baada ya siku. Lakini sisi Mungu ametulinda, tunaona ya kwamba ni kawaida tu. Wana wa Mungu wa majeshi, tugutuke, tumshukuru Mungu, tumpe yeye sifa na utukufu. Inatupasa kumshukuru Mungu kama wenye haki. Bwana asije akatufuta. Inatupasa tujitahidi, maana maandiko yanasema katika Ufunuo wa Yohana 21 na ndani yake 21:8, na ndani yake hakutakuwa na kinyonge wala kidhaifu kitakacho urithi ufalme. Tumsifu Yesu Kristo. Kitakachoingia na tangu ubatizo wa Yohana hata sasa, ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu, nao ni wenye nguvu wanaouteka, nguvu za Roho Mtakatifu. Sasa hizi nguvu zitafanyaje? Kwa bidii. Jitahidini sana kuingia katika huo mlango ulio mwembamba. Jitahidini sana vita vya kupambana na mwili. Umejisikia hutaki kuomba, mshukuru Mungu, lazimisha huu mwili. Umejisikia ya kwamba, tumsifu Yesu Kristo, mpendo wa Mungu wa majeshi, umejisikia ya kwamba hutaki kufunga, lazimisha mwili. Umejisikia ya kwamba mwili ni mdhaifu, lazimisha, maana mwili utamani, ukishindana na roho, ukipigana na roho. Tumsifu Yesu Kristo, ili usitimize tu mapenzi ya Mungu. Sasa yule ambaye utamsikiliza, ukiusikiliza mwili, basi shetani atachukulia advantage. Huyu najua ninapomtegeaga, wakitangaza tu mfungo, basi huyo sasa nitainua tu kale kadalili ketu, ambako huyu tuinue tu kale kadalili. Wanainua tu kakitu kama kamafua, kakitu tu kama kanjaa hivi, kama katumbo kanauma. Mwisho unaanza kumwona huyo mtu anasema, ile hali yangu imesimama tena. Ashataidhinisha, naita ile hali yangu, ule ugonjwa wangu, ile alsasi yangu, itanilemea, siwezi
Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo shetani anaanza kukuchezea hivyo. Sasa inakuwa tu ni mchezo wa paka na panya. Ufunga ukiinuka, ile hali yangu tena imerudi. Tumsifu Yesu Kristo. Ishindwe kwa jina la Yesu Kristo. Bwana akupe nguvu, Bwana akupe neema kwa jina la Yesu Kristo. Usifutwe, pasiwepo na yeyote wa kufutwa katika kile kitabu cha uhai cha mwana kondoo. Ni sisi tujitie bidii, tujitie nguvu katika Kristo, tukijua ya kwamba inagharimu mkono wa Yesu, ya kwamba kupitia bidii yetu majina yetu yatabaki na kudumu katika kile kitabu cha uhai cha mwana kondoo. Tutakapozaa matunda, tumsifu Yesu Kristo. Vile ambavyo tunarauka kwa muhindi, tunarauka kwa kazi zetu za kawaida, hivyo ndivyo tumchangamkie Mungu wa majeshi, tumfanye awe first priority kwa jina la Yesu Kristo. Takasa kila kitu. Shukuru kabla na baada ya kila safari. Shukuru kabla na baada ya kila usafiri. Tembea kabla ya kufanya jambo lolote. Muite Yesu. Tembea ukimuita Yesu katika moyo. Tembea ukisemezana na Mungu wa majeshi. Tembea katika kutubu na kujitakasa na kujilinda na kujiepusha na vikao. Inawezekana kujilinda kwa jina la Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa wengine wetu tunaogopa marafiki. Tusipojitenga na kukaa katika mahali pasiri na Mungu wa majeshi, hatuwezi tukafunuliwa mambo ya mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo. Tutapenda kwenda na umati, na Mungu haendagi na umati. Mungu anataka akutenge, ndo sasa akutumie vizuri kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Kwa hiyo waliopandwa katika nyumba ya Bwana watasitawi katika nyua za Mungu wetu. Watasitawi sana. Kwa maana Daudi anasema ya kwamba neno hili nimelitaka kwa Bwana na ndilo nitakalo litafuta sana. Nikae nyumbani mwa Bwana, niutazame wema wake na uzuri wake. Tumsifu Yesu Kristo. Daudi alitamani sana kukaa nyumbani mwa Bwana ili asitawi. Tunasitawi wapendwa, tunaenea katika kukaa malangoni pa Bwana wa majeshi, kukaa uweponi mwa Bwana, katika nyua za Bwana, kukaa katika utukufu wa Mungu wa majeshi. Tumsifu Yesu Kristo. Huo ndo ulinzi wa kweli. Haleluya. 14. Watazaa matunda hadi wakati wa uzee, watajaa utomvu, watakuwa na ubichi. Tumsifu Yesu Kristo. Watajaa utomvu. Utomvu ni kimiminika, kitu ambacho kinamiminika kama asali, kitamu hivi, yani kama, tumsifu Yesu Kristo, kama asali, yani wanamiminika matunda mema, wema, ambao ndio utakuwa unawajaa unawatoka, yani watakuwa wanatiririka mito ya mema. Ndio maana Yesu anasema ya kwamba yeyote aniaminie mimi ndimi chemichemi ya maji ya uzima. Yeyote aniaminie, basi mito ya uzima itatiririka ndani mwake. Sasa ndo huu utomvu, mema yataflow kutoka kwake kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Kwa hiyo atazaa matunda, maana Kristo anakaa ndani yake. Anasema kaeni ndani yangu nami ndani yenu, ili mkazae matunda sasa, na matunda mtakayoyazaa yapate kukaa, ili lolote muombalo Baba nilitende kwa jina langu. Tumsifu Yesu Kristo. Hata sasa mjaniomba lolote, ombeni kwa jina langu nami nitatenda. Tumsifu Yesu Kristo. Haleluya wapendwa. Kwa hiyo watazaa matunda hadi wakati wa uzee, watajaa utomvu, watakuwa na ubichi. Watakuwa na ubichi kwa nini? Hawatanyauka. Hawatanyaushwa na hali za dunia. Wataendelea kusitawi, haijalishi zije hali zipi, bali watasitawi, watang'aa kwa jina la Yesu Kristo. 15. Watangaze ya kuwa Bwana ni mwenye adili, mwamba wangu, ndani yake hamna udhalimu, hamna uovu kabisa. Ni mwenye adili, ni mwaminifu, ni mhukumu wa haki, ni mwadilifu, ni mwema kabisa kwa jina la Yesu Kristo. Mwamba wangu wa maficho. Tumsifu Yesu Kristo. Wajua watu wengine, vitu vingine tunavyotegemea hatuwezi tukaviita mwamba. Mwamba huwa hauvunjiki, mwamba huwa haung'oki, mwamba huwa hautikisiki, mwamba huwa uko imara. Lakini tegemeo lingine
Tumsifu Yesu Kristo. Kama ni majini, mtu anategemea majini yanashindana nguvu. Kama ni uchawi, bado unashindana nguvu hivyo hivyo. Mwingine anaweza akaja akateka hata hivyo vitu vyake, kwa maana ana vitu vingi zaidi. Kama ni nguvu kushindana, watu wanaweza wakaangushana, lakini ukimtegemea huyo Bwana wa majeshi, yeye ana nguvu zote. Hakuna chochote kile ambacho kinaweza kikalinganishwa na yeye. Tumsifu Yesu Kristo. Yuko imara, neno lake liko imara. Watazaa matunda hadi wakati wa uzee, watajaa utomvu, watakuwa na ubichi. Kwa sababu gani? Wamepandwa katika Bwana. Kwa sababu nini? Anatimiza yale maandiko yanayosema katika Yeremia 17. Yeremia 17 mstari wa kuanzia mstari wa 7, ya kwamba amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake, maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji. Maana amepandwa katika neno. Mti ni mwanadamu, amepandwa kando ya maji katika neno. Kwa hiyo uenezao mizizi yake karibu na mto. Hautaona hofu wakati wa hari ujapo. Hataona hofu kabisa matatizo, shida na dhiki zijapopiga dunia, kama tulivyosema. Hautaona hofu wakati wa hari ujapo, bali jani lake litakuwa bichi. Ndiyo maana maandiko yamesema katika mstari wa 14, watajaa utomvu, watakuwa na ubichi. Ina maana amejaa utomvu. Huyo mtu ni mbichi, yani amefurika sana. Wema wa Kristo unatoka ndani mwake. Ndani mwake yanatoka mema. Lakini mtu ambaye ni mkavu hana Kristo. Mtu ambaye ni mkavu hana Kristo, ndani mwake yanatoka mabaya tu. Unatarajia litoke tumaini, umeenda kwake, lakini bado anaendelea kukujeruhi zaidi. Tumsifu Yesu Kristo. Maana atakuwa kama mtu uliopandwa kando ya maji, uenezao mizizi yake karibu na mto. Hautaona hofu wakati wa hari ujapo, bali jani lake litakuwa bichi. Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa Mungu wa majeshi, Bwana tusaidie sana. Tumshukuru Bwana wa majeshi, tumwishie haki. Wenye haki pekee ndo watasitawi. Haki hii itapatikana katika kutafuta utakatifu sana, kutafuta njia za Mungu wa majeshi sana. Tumpendeze yeye sana, kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Bwana tubariki sana. Baba mtakatifu wa mbinguni, pokea sifa na utukufu Yesu kwa neno lako. Umetuahidia ya kwamba Kristo Yesu, hakika Bwana, wenye haki wana sifa za kipekee. Mungu wa majeshi, umewafananisha na miche iliyopandwa kando kando ya maji. Baba, ienezaayo mizizi yake, Kristo Yesu, izaayo Baba wakati wote. Asante Mungu mwaminifu, maana wewe ni mwaminifu. Hakuna kama wewe Kristo. Tunaomba Kristo Yesu, Baba, utupe mioyo ya shukrani, mioyo ya kutafuta haki, mioyo ya kukaa uweponi mwako, maana hakuna mwamba mwingine kando na wewe. Inuliwa upewe sifa Yesu. Takasa mioyo yetu, tuvute kwako Baba yetu, tusimamishe tena kwa utukufu wa jina lako takatifu. Kila ugumu Yesu, kila kutokutii Masihi, ondoa ndani mwetu Yesu. Tufinyange kama upendavyo kwa utukufu wa jina lako takatifu. Mapenzi yako yatimie, mapenzi yako yatendeke. Tenda kwa utukufu wa jina lako. Asante Mungu mwenye mamlaka, maana unaweza, unatakasa. Jina lako limidiwe, lipewe sifa. Roho Mtakatifu tamalaki, kwa kuwa unaweza, unatosha. Na ni katika jina lako takatifu Bwana nimeomba na kushukuru. Amina. Asante Yesu.